Macho ya mjomba Zito yalikutana na yangu. Hata kwa umbali ule niliweza kuona tabasamu lake la ushindi. Alijua hana haraka. Nyuma yetu kuna risasi za beka, mbele yetu kuna lori lililoziba njia. Tulikuwa tumenaswa kama panya kwenye mtego. Irene alikuwa anapiga kelele nyuma yangu, "Lucas, simama, tutagonga!" Nilipunguza mwendo kidogo, nikijifanya nasimama. Mjomba Zito alishusha simu yake, akatoa kitambaa na kujifuta jasho, akiningoja nimfuate kumpigia magoti. Lakini hakujua kitu kimoja, mimi sikulelewa kuwa panya, nililelewa kuwa hewa, na hewa hupita popote. Nilimvuta Irene karibu na kumnong'oneza, "Shikilia pumzi yako, usiachie kiuno changu hata kutokee nini." Beka na gari lake walikuwa wamekaribia nyuma, tayari kutumaliza. Hiyo ndiyo ilikuwa alama yangu. Badala ya kufunga breki, nilikunja accelerator mpaka mwisho. Pikipiki ililia kwa uchungu. Vroom! Mpenzi mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Badala ya kufunga breki, nilikunja accelerator mpaka mwisho. Pikipiki ililia kwa uchungu. Vroom! Mjomba Zito alishtuka. Alidhani nataka kugonga lori lake. Aliruka pembeni kujiokoa, lakini sikulenga lori. Mita chache kabla ya kufika kwenye daraja, nilikata kona kali kwenda kushoto, nikielekea kwenye kingo ya bonde la mto. "Lucas, hapana!" Irene alipiga yowe. Tuliruka. Pikipiki ilichomoka barabarani na kupaa hewani kwa sekunde chache ambazo zilionekana kama milele. Chini yetu kulikuwa na mteremko mkali uliojaa miti na mawe, na mto uliokuwa unatiririka kwa kasi. Tulipotua, haikuwa kama kwenye filamu, ilikuwa maumivu matupu. Pikipiki iligonga tawi la mti, ikapinduka na kututupa mbele. Tulibingirika kwenye majani na tope, tukigonga mawe na mizizi, mpaka tukaishia kutumbukia kwenye maji ya mto yaliyokuwa ya baridi kama barafu. Maji yalitusukuma kwa kasi. Nilijitahidi ngoi na kumwona Irene akisombwa mbele yangu. Nilipiga mbizi, nikamfikia na kumshika mkono. Kisha nikatumia nguvu zangu zote kumvuta mpaka kwenye jiwe kubwa lililokuwa kando ya mto. Tulikunja miili yetu chini ya lile jiwe, tukitetemeka kwa baridi na maumivu. Juu darajani, nilimuona mjomba Zito na Beka wakichungulia bondeni. Walifyatua risasi kadhaa kwenye maji, pwa, 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 lakini hawakutuona kwa sababu ya ukungu wa maporomoko ya maji. "Wamekufa," nilisikia sauti ya Beka ikisema kwa mbali. "Usiwe mpumbavu, huyo ni Lucas, hafi kirahisi hivyo. Shuka chini na vijana wako, mtafuteni mpaka kwenye mapango, na mtaka akiwa hai au maiti." Msitu wa hifadhi ya Arusha ni mzuri ukiutazama kwenye picha, lakini ukiwa ndani yake, ukiwa unawindwa, unageuka kuwa jehanamu ya kijani. Tulikuwa tumepoteza pikipiki, tulikuwa tumepoteza simu zangu zote ambazo ziliingia maji. Tulikuwa na kitu kimoja tu, sisi wenyewe. Irene alikuwa ameumia mguu wakati wa kuanguka. Alikuwa anachechemea, akilia kimya kimya. Sikutaka kumwonyesha kuwa na mimi nilikuwa nimevunjika mbavu moja. Kila nilipovuta pumzi, nilihisi kama nachomwa kisu kifuani. "Inabidi tusogee," nilimwambia Irene. "Wakishuka bondeni watatukuta." Tulianza kupanda mlima kwa ndani, tukijaribu kukwepa njia za watalii. Lengo langu lilikuwa ni kufika upande wa pili wa msitu, maeneo ya Ngurdoto, ambapo ningeweza kupata usafiri wa kutoroka mkoani. Lakini mjomba Zito alikuwa na rasilimali nyingi. Baada ya saa 2 za kutembea, tulisikia sauti ambayo ilimaliza matumaini yetu. Sauti ya helikopta. Mjomba hakuwa na helikopta, lakini alikuwa na pesa ya kukodi. Au labda alitumia mgongo wa ujangili kuwadanganya askari wa hifadhi watusake kama majangili. Helikopta ilizunguka juu yetu. Tulijificha chini ya kichaka cha miiba. "Lucas," Irene aliniita kwa sauti ya kukata tamaa. "Kwa nini unateseka kwa ajili yangu?
mimi sio mke wako, mimi sio ndugu yako, niache hapa, wewe ujiokoe. Wananitaka mimi ili wafiche siri ya kifo cha Fred. Nilimwangalia usoni. Macho yake yalikuwa na upendo ambao sikuwahi kuupata tangu wazazi wangu wafe. Nilishika shavu lake lililojaa matope. Irene, nilisema kwa uchungu, wewe ndiye kitu pekee safi nilichowahi kukigusa maishani mwangu. Mikono hii imeua watu wengi, lakini haijawahi kuokoa mtu yoyote. Leo nataka nifanye kitu kimoja sahihi kabla sijafa. Sitakuacha. Kabla hatujamaliza kuongea, tulisikia mbwa wakibweka. Mbwa wa kunusa harufu. Walikuwa wamekaribia. Tulikimbia tena, lakini mguu wa Irene uligoma. Alianguka chini. Nyuma yetu nilimwona Beka akitokea kwenye miti akiwa na vijana wengine 3 na mapanga na bunduki. Walituzunguka. Hatukuwa na pa kukimbilia. Mbele yetu kulikuwa na mwamba mkubwa, nyuma yetu maadui. Beka alicheka, akatoa simu na kumpigia mjomba. Tumewapata bosi, tuko nao. Hapo ndipo nilipofanya maamuzi ya mwisho. Nilijua siwezi kupigana na bunduki 4 nikiwa mikono mitupu, lakini nilijua siri moja kuhusu msitu huu ambayo wao hawaijui. Eneo tulilosimama lilikuwa ni njia ya zamani ya tembo, na nilijua jinsi ya kuwaita wenyeji wa msitu. Nilitoa kiberiti mfukoni, kilichokuwa kwenye plastiki isiyoingia maji, habit ya kazi. Niliwasha majani makavu yaliyokuwa mbele yetu. Moto ulilipuka haraka kwa sababu ya upepo wa mlimani. Moshi mzito ulianza kupanda. Beka alidhani nataka kujichoma moto, lakini lengo langu halikuwa hilo. Lengo langu lilikuwa ni kuleta vurugu itakayotupa nafasi ya mwisho. Kesi ilienda haraka sana. Mjomba Zito alitumia pesa zake kuhakikisha anapata mwanasheria ambaye kazi yake haikuwa kunitetea, bali kuhakikisha nakiri makosa ili yeye asitajwe. Na nilifanya hivyo. Sikutaka Irene apande kizimbani kuulizwa maswali. Sikutaka mjomba Zito amdhuru Irene. Nilihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa mauaji ya Fred na makosa mengine 3. Siku ya hukumu, wakati napelekwa kwenye gari la magereza, nilimuona Irene alikuwa amesimama nje ya mahakama. Hakuwa analia tena. Alikuwa ananiangalia kwa jicho la shukrani na maumivu. Alijua mimi ni muuaji, lakini alijua mimi ndiye niliokoa maisha yake. Tulitazamana kwa sekunde moja. Askari alinipiga kikumbo, ingia ndani wewe muuaji. Milango ya karai ilifungwa, giza likaingia. Na hivyo ndivyo nilivyofika hapa, gereza la Kisongo. Nimefungwa kwa kumuua mwanaume aliyempenda mwanamke niliyempenda. Kichekesho cha maisha, si ndio? Lakini kuna kitu kimoja mjomba Zito hakijui. Kuna kitu kimoja ambacho kinanifanya niendelee kuishi humu gerezani nikiwa na matumaini. Ile evidence, ushahidi wa kifo cha wazazi wangu, haukuwa uongo. Upo. Na nimemtumia mtu pekee ninayemwamini aende kuuchukua. Hebu ngoja. Samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya, au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi, nami nitapita kukujibu. Kisha tuendelee na story. Kuna wakati nilidhani mimi ndiye mwenye nguvu kuliko wote. Nilitembea mitaani nikijiona kama Mungu mdogo, nikiwa na uwezo wa kuamua nani aishi na nani afe kwa kutumia sindano moja tu. Nilidhani nguvu ni uwezo wa kutoa uhai bila kugundulika. Nilidhani ujanja ni kuishi gizani bila kukamatwa. Lakini nikiwa hapa, nikiangalia nondo hizi za chuma kila siku, nimejifunza maana halisi ya nguvu. Ndugu msikilizaji, maisha ni mkusanyiko wa maamuzi tunayofanya gizani wakati hakuna anayetuona. Mjomba Zito aliniaminisha kuwa fedha na mamlaka ndiyo kila kitu. Alinifundisha kuwa njia ya mkato ndiyo njia pekee ya kufika kileleni. Na mimi kama kijana mpumbavu nilimfuata. Nilizima dhamiri yangu, nikageuka kuwa nyama. Niliua watu wasio na hatia kwa sababu tu bosi alisema. Nilidhani nafanya kazi, kumbe nilikuwa najichimbia kaburi langu mwenyewe. Kila uhai niliouzima uliondoa sehemu ya utu wangu. Nilipata pesa, ndiyo. Nilipata heshima ya kinafiki, ndiyo. Lakini nilipoteza usingizi. Nilipoteza amani.
Nilipoteza haki ya kuitwa binadamu. Funzo kubwa nililolipata sio kwamba uhalifu haulipi. Huo ni usemi mwepesi sana. Funzo kubwa ni kwamba uovu una deni, na deni hilo halilipwi kwa pesa, hulipwa kwa nafsi. Nilipokutana na mzee Temba kule Moshi na baadaye Irene kule Usa River, niligundua kitu ambacho mjomba Zito hakuniambia. Niligundua kuwa kuokoa maisha kuna nguvu kubwa kuliko kuua. Ile sekunde niliyoamua kumkingia kifua Irene, ile sekunde niliyoamua kukataa amri ya mjomba, ndiyo sekunde niliyozaliwa upya. Gereza hili limechukua uhuru wangu wa mwili, lakini limenipa uhuru wa nafsi. Leo hii nalala kwenye sakafu ya baridi, lakini moyo wangu una joto kwa sababu najua kuna mwanamke yuko hai kule nje kwa sababu yangu. Najua kuna mzee yuko na familia yake Moshi kwa sababu yangu. Hiyo ndiyo amani ambayo pesa zote za mjomba Zito hazikuweza kunipa. Kwa hiyo kwako wewe kijana unayenisikiliza, unayetamani maisha ya haraka, unayetamani kuwa gangster au kupata utajiri wa njia za panya, usidanganyike. Kituo cha mwisho cha njia hiyo ni viwili tu: jeneza au nondo hizi nilizo nazo mimi. Usimwamini mtu anayekuambia zima taa ili ufanikiwe. Mwanga unaumiza macho, lakini ndio unaokuonyesha njia sahihi. Usikubali kutumika kama remote ya watu wengine kama nilivyotumika mimi. Kuwa na msimamo. Thamini jasho lako halali, hata kama ni kidogo. Jina langu ni Lucas. Mimi ni muuaji aliyechelewa kujuta. Usiwe kama mimi. Jifunze kupitia makovu yangu ili usilazimike kupata ya kwako. Asanteni kwa kunisikiliza.